utekelezaji unakwenda kwa kasi kubwa. Ndugu viongozi na wananchi, katika bandari yetu, kadri bandari yetu inavyokuwa na kuongeza uwezo wa kuhudumia shehena, ndivyo inavyohitaji miundombinu inayoendana na mnyororo mzima wa biashara hiyo. Leo hii tunasogea hatua nyingine muhimu ya kuanza ujenzi wa matanki ya kupokea mafuta yenye uwezo wa mita za ujazo 378,000 kwa wakati mmoja. Hili si jambo dogo, ni jambo kubwa sana 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 sana, na faida yake ni kama alivyosema, tulikuwa tuna changamoto zote zitakwenda kuondoshwa na ujenzi wa mradi huu. Lakini si tu kuondosha changamoto, kuna na faida kadhaa zitapatikana. Kabla ya mradi huu, Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari haikuwa na matanki yake ya kupokea mafuta. Hivyo kukamilika kwa mradi huu kutaimarisha usalama wa nishati ya mafuta kwa taifa letu. Hatua hii ya uwekezaji wa jiwe la msingi mradi huu ni sehemu ya utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, ambapo tuliwaahidi Watanzania kuimarisha miundombinu ya kisasa ya kusafirisha au usafirishaji, ya usafiri na usafirishaji. Lakini pia ni utekelezaji wa maelekezo tuliyotoa wakati wa kufungua Bunge la 13, ambapo tuliahidi kuongeza kasi ya miradi ya kimkakati yenye kuleta matokeo yanayoonekana, mradi huu ukiwa mmojawapo. Ndugu viongozi na wananchi, kabla sijahitimisha hotuba yangu, naomba nijielekeze katika kutoa maelekezo mahsusi kama ifuatavyo. La kwanza, kwa Wizara ya Uchukuzi na Mamlaka ya Bandari Tanzania kuhakikisha mradi huu unatekelezwa kwa wakati na kwa ubora unaozingatia viwango vya kimataifa na uhifadhi wa mazingira kwa ujumla. Lakini pili, kwa Wizara ya Nishati kuimarisha akiba ya kimkakati ya hifadhi ya mafuta au National Strategic Petroleum Reserve ili kuongeza uwezo wa nchi kujilinda dhidi ya misukosuko ya kimataifa na nishati, ikiwemo mabadiliko ya bei katika soko la dunia. Kama tunavyoona, misukosuko iliyotokea hapa karibuni wiki iliyopita na tunayoendelea nayo tayari imeshapandisha bei ya mafuta kwa 13% mpaka jana. Sasa hatujui leo na siku zinazokwenda, lakini tumwombe Mungu watu wale wakae juu ya meza, wazungumze, wakubaliane na hii misukosuko iishe, ili dunia irudi katika hali ya kawaida kuendesha chumi za nchi zetu. Kwa hiyo ni vyema kutokana na mabadiliko hayo ya siasa za kidunia tukawa na mradi kama huu ili kujihakikishia usalama wa nishati hii ya mafuta. La tatu, TPA kwa kushirikiana na Mamlaka ya Mapato Tanzania na taasisi nyingine kuimarisha mfumo wa uhakiki na ufuatiliaji wa vipimo na shehena za mafuta kuanzia yanaposhushwa hadi hatua za usambazaji ili kuongeza uwazi na kulinda mapato ya taifa. Lakini kama ninavyosema siku zote, swala la mifumo kusomana ili kusiwe na vipenyo vya mapato ya taifa. Ndugu zangu, la mwisho ni wakandarasi na washauri wetu kuhakikisha huu mradi ni mradi wa kimkakati, ni mradi uliotumia fedha nyingi za Watanzania. Kwa hiyo watujengee kwa viwango vinavyotakiwa na watujengee umalizike kwa wakati ili tuanze kuutumia. Baada ya kusema hayo, ndugu zangu, sasa nitoe taarifa kwamba tayari nilishaweka jiwe la msingi na kwamba ujenzi wa mradi huu sasa uendelee kwa kasi kubwa ili tuweze kufungua Februari au Machi mwaka. Mungu azibariki bandari zetu za Tanzania, abariki Mamlaka ya Bandari na wizara yetu ya Uchukuzi, na asanteni sana kwa kunisikiliza. Makofi mengi na kwa tusimame kwa Mheshimiwa Rais. Vijana wa hamasa, shangwe. Siwasikii shangwe kabisa. Haya, asante. Naomba tukae Mheshimiwa Rais. Naomba tukae. Mheshimiwa Rais, naomba uridhie tupate picha chache za kumbukumbu
Viongozi wetu wa dini, tunaomba tuanze kwa kupiga picha haraka. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama tujiandae. Tutaingilia huku kwangu, tutatokea kule. Tena wakuu wa vyombo karibu wote wako pale pale juu. Mama Samia anaweza. Ambassadors and the heads of international organizations, please welcome. Watapiga kule. Wanapiga hapo juu. Wakuu wa vyombo tupige kabisa. Asanteni wakuu wa vyombo, ambassadors and the heads of international organizations, please welcome for group photo. Waheshimiwa mawaziri na manaibu mawaziri, naomba tusogee. Naamini uongozi kweli upangwa na Mungu. Tumepata mbobezi anayejua machungu. Naamini uongozi kweli upangwa na Mungu. Tumepata mbobezi anayejua machungu. Thank you, ambassadors. We can leave now. Karibuni waheshimiwa mawaziri. Kwa Mtanzania, nchi yenye sifa zote za ustaarabu. Naringa mimi kuwa Mtanzania, nchi yenye sifa zote za ustaarabu. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Sasa tunakuomba